Shambulizi baya limewaua zaidi ya watu 30 huko Pakistan katika mlipuko katika msikiti wa Washia. Zaidi ya watu 30 wameuawa baada ya mlipuko kutokea katika msikiti wa Washia uliopo katika mji mkuu wa Pakistan, Islamabad, wakati wa swala ya Ijumaa. Imeripotiwa kuwa shambulizi hilo limetekelezwa na mshambuliaji wa kujitoa mhanga. Kwa mujibu wa jeshi la polisi, angalau watu 24 walipoteza maisha papo hapo, huku wengine wasiopungua 100 wamejeruhiwa vibaya katika mlipuko huo. Hospitali mbalimbali zimewataka wananchi kujitokeza kuchangia damu ili kusaidia majeruhi. Hadi sasa chanzo au lengo la shambulizi hilo halijabainika. Na hata hivyo, jamii ya Washia nchini Pakistan imekuwa ikilengwa mara kwa mara katika mashambulizi ya aina hii katika miaka ya hivi karibuni. Mashambulio ya mabomu katika mji mkuu wa Islamabad ni nadra kutokea. Waziri Mkuu wa Pakistan, Shehbaz Sharif, alilaani vikali shambulizi hilo. Vilevile, Rais wa Pakistan, Asif Ali Zardar, alitoa tamko kali kulaani mlipuko huo uliotokea msikitini. Rais Zardar alisema kuwa kuwalenga raia wasiokuwa na hatia ni kosa dhidi ya binadamu. Aliongeza kuwa wananchi wote wa Pakistan wanasimama pamoja na familia za waathirika katika kipindi hiki cha majonzi. Taarifa kutoka kwa walioshuhudia wanasema waliona damu zikitapakaa kila mahali. Mashahidi walioshuhudia mlipuko huo, ambao pia ni miongoni mwa walinzi wa msikiti, Said Ashfaq, amekuwa akisema kwamba hali imekuwa mbaya zaidi. Nyumba yangu ipo karibu kabisa na msikiti. Anasema, nilisikia milio ya risasi na kukimbia kutoka nyumbani kwangu nikifikiria lazima kuna shida. Wakati nilipofika tayari mlipuko ulikuwa umetokea. Miili ilikuwa imetapakaa kila mahali. Wengine hawakuwa na mikono, wengine wakikosa miguu. Anasema, tulipeleka waliojeruhiwa zaidi kwenye gari la hospitali. Anasema, maafisa wa polisi walisema lilikuwa ni shambulizi la kujitoa mhanga. Mlipuaji huyo anasemekana kufyatua vilipuzi aliposimama kwenye lango la msikiti huo. Polisi na maafisa wa usalama wamezingira eneo hilo, huku wachunguzi wakikusanya ushahidi kutoka katika eneo hilo la mkasa. Mtazamaji wa The World News, tutakujuza mambo mengi zaidi kutokana na mambo ambayo yametokea na mashambulizi na vifo vya watu zaidi ya 30 katika msikiti huko nchini Pakistan. Naitwa Damu Hussein, endelea kutufuatilia wakati wote, endelea kuwa nasi, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, usisahau kusubscribe ikiwa bado hujafanya hivyo, ili uweze kupata habari hizi kwa mapana kupitia The World News.